Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nikukaribishe kwenye kipindi cha mafundisho, nikiwa ninaamini ya kwamba yale mafundisho mengine ambayo nimekuwa nikifundisha yamekuwa ya msaada kwako. Sasa bila kuharibu wakati, leo ningependa nifundishe kuhusiana na ukombozi. Kwanza, ukombozi ni nini? Ukombozi ni kutolewa katika kifungo. Sasa ukombozi huo unatokeanga katika viwango tofauti tofauti. Inji inaweza ikawa iko huru kwamba mlitoka katika utumwa wa inji ambao zilikuwa ni za wakoloni, lakini bado mkawa watu wa ile inji wamefungwa kifikra. Ndio maana utaona kwamba ukisoma maandiko yako vizuri utaona kuna mwanaume mmoja ambaye maandiko anamuita Lazaro. Alikuwa anaishi alikuwa ni maskini. Alafu alikuwa anaenda kwenye nyumba ya jamaa fulani ambaye alikuwa tajiri. Na maandiko anasema ya kwamba Lazaro alipokufa, pamoja na kuwa alikuwa maskini na alikuwa na ugonjwa, lakini alienda mbinguni. Ina maana kwamba roho yake ilikuwa imekombolewa, ikatoka katika kifungo asije akaenda jehanamu, lakini bado mwili wake ukawa uko katika kifungo na nafsi yake uko katika kifungo cha umaskini na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukombozi unakuanga katika viwango tofauti tofauti. Ndio maana ukisoma maandiko yako vizuri kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 8 na mstari wa 36, maandiko yanasema ya kwamba Yesu akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Hapo kuna kweli mbili. Inamaanisha kuna watu ambao wamewekwa huru, lakini wamewekwa huru kweli, lakini sio kweli kweli. Na ni wale watu ambao huyu mtu unamuombea leo kanisani alikuwa amepagawa na pepo, alafu hiyo Jumapili nyingine hiyo pepo anakuja akiwa nao tena, unamdeliver tena. Inamaanisha kwamba umemfungua yeye, lakini ile madhabahu ambayo zile maspiri zinatoka bado haujaivunja. Kwa hivyo huyu mtu amekombolewa yeye kama yeye, lakini madhabahu zao za mizimu, madhabahu ile ambayo inasababisha pepo wamuingie, ama sababu ambayo inafanya huyu mtu akuwa anapagawa na shetani, bado haijafahamika. Sasa maandiko anasema kwenye kile kitabu cha Yohana 8 na mstari wa 32 ya kwamba nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kumbe njia rahisi ya kumfanya mtu awe kweli ni pale ambapo utamfundisha ukweli. Kuombea mtu ambaye ako na pepo alafu mapepo yakapiga duru sio saini ambayo imeandikwa, ama sio jambo ambalo limeandikwa kwamba ndio thibitisho kwamba huyu mtu amekuwa amekombolewa. Hapana. Maana hakuna uthibitisho kwenye Biblia. Lakini maandiko yanasema kwamba utaujua ukweli na hiyo kweli nayo itakuweka huru. Sasa wakati wa mtu unaweza ukafungwa ama ukakamatwa katika mikono ya shetani. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 5 kuanzia mstari wa 16 mpaka wa 17, maandiko yanasema tukiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni zama za uovu. Ukiona wakati unakombolewa, inamaanisha kwamba huu wakati ulikuwa umeibiwa. Kumbe shetani tu aibi nafsi ya mtu ama roho ya mtu ama mwili wa mtu tu, lakini anaweza akaiba wakati wa mtu. Wakati ambao ulifaa kuwa na pesa, ulikuwa na biashara, unaingiza pesa, lakini kwa sababu shetani ameumiliki ule wakati wako, unapata kwamba haufanyi chochote cha maana. Unakunywa zile pesa, unaingia katika uasherati na zile pesa, lakini unapata kwamba hakuna kitu umekifanya na zile pesa ambazo ulikuwa umezimiliki, kwa sababu shetani alikuwa ameumiliki wakati wako. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri, maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati wa kila jambo. Kuna wakati wa mafanikio ambao yatakuja tu. Kuna wakati wa kupanda na wa kuvuna. Sasa mafanikio ya mtu huwa hayapimwi kwa miaka ambayo ako nayo, lakini yanapimwa mafanikio ya mtu kulingana na vile ambavyo ametumia wakati wake wa mavuno.
Kumbuka katika maisha ya mtu kuna kuanga na miaka 7 ya shibe, alafu miaka 7 ya njaa. Sasa ukikosa kuutumia ule wakati wa shibe vizuri, ukakusanya pesa, ukakusanya mazao ya kutosha, ujue kwamba wakati wa njaa unakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona kwamba kuna watu ambao leo hii unaona maisha yako mazuri, lakini kesho yao iko katika hatari. Maana hawajajua kwamba majira huwa yanakuja na alafu yanapita. Hawajui kwamba huu wakati ambao wako nao mzuri ni wakati wa kuvuna, na wanafaa huu wakati wa kuvuna wahakikishe kwamba wamekusanya mazao ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu chako vizuri katika kile kitabu cha Yoeli mlango wa 2 mstari wa 25. Maandiko yanasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na zinge, parare, mandumandu, tunutu, jeshi langu kubwa niliyolituma kati yenu. Kumbe muda unakujanga na mazao ya namna fulani, inakujanga na watu wa namna fulani ambao watakufanikisha, lakini yale mazao yanaweza yakaja, lakini yakaliwa na zinge, parale, tunutu au wadudu wakakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna umuhimu ya kwamba kila wakati ambao umefanikiwa kuupata wa mafanikio, ukajua vile ambavyo utautumia ili kwamba kesho yako iwe ni kesho ambayo itakuwa ni kesho ya kufaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuna watu ambao wataenda mbinguni alafu Mungu awaulize, mbona nilikuwa nimekuwekea mabilioni ya pesa, umefanyia nini na zile mabilioni za pesa? Ndio maana kuna mtu alifundisha somo ambayo inasema the man you could have been, yaani mtu ambaye ulistahili kuwa. Kuna watu ambao hawajakuwa yule mtu ambaye Mungu alitaka uwe, kwa sababu walishindwa kutumia majira yao vizuri. Ukiangalia kwenye kile kitabu cha Yoshua mlango wa 4 na mstari wa 11, Yoshua anamwambia Caleb anamwambia Yoshua ya kwamba kama vile nilipokuwa na nguvu nikiwa na miaka 40, ndio hivyo hivyo niko na nguvu nikiwa na miaka 80. Kwa sababu Mungu alimrudishia ule muda wake, ule wakati wake. Alimrudishia nguvu ya ujanani. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kila wakati ukamuomba Mungu, ukamwambia Mungu, naomba ukapate kunirudishia wakati wangu ambao sikuutumia vizuri, wakati wangu ambao haukunifaidi, na unirudishie pamoja na wale watu ambao tulifaa kufanya kazi nao na tukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa mtu pia anaweza akafungwa na kifungo cha ungojwa. Na wajua ungojwa ukiachiwa na shetani kwa mtu unakuanga na malengo tofauti. Kwa mfano ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 11, Yesu anaambiwa rafiki yako umpendaye ni mgonjwa, ambaye alikuwa ni Lazaro. Lakini Yesu anasema ungojwa huu sio wa mauti, lakini ni ili Mungu ajitukuze. Kama kuna ungojwa ambao Mungu anaweza kuleta kwa mtu ili Mungu ajitukuze, inamaanisha pia kuna ungojwa ambao shetani anaweza kuleta kwa maisha yako ili ukupea hasara. Kwa mfano yule mwanamke alikuwa akaona shida ya kumwaga damu. Maandiko anasema ya kwamba aliuza vitu vyote alivyokuwa navyo akatumia kwa kujitibia. Kwa sababu ule ungojwa ulikuwa umekuja ili kwamba umletea hasara. Ule ungojwa ambao Ayubu alikuwa nayo ulikuja ili Ayubu ajaribiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akileta ungojwa katika maisha ya mtu, unakuanga umebeba kifungo cha aina fulani. Na ndio maana unafaa kujua huu ungojwa ama hiki kifungo kimekuja ili kufanya nini. Na ujue kwamba shetani anakuanga na kazi aina 3. Kazi ya kwanza ambayo shetani anaifanyanga ni kuiba ama kuharibu ama kuua. Kuna watu ambao leo hii ni wangojwa, lakini yule ungojwa katika ulimwengu wa kuzimu umekuja ili ukuue. Umekuja ili ukuibie pesa zako. Umekuja ili uharibu hatima yako. Unafaa kujua shetani amekufunga ili iwe nini.
Bwana Yesu asifiwe.